Livre-moi à toi. Wanamemba wa kanisa la Methodiste Libre nchini Kongo, wakati huu ninasimama na kuchukua muda wa kuweza kuzungumzia mambo haya kuhusu mpango wa miaka 10 ya mavuno, mpango ambao ulichukuliwa na kanisa la Methodist ulimwenguni wa kuzidisha wanamemba wetu ifikapo mwaka wa 2026. Kwa ajili ya mpango huu, kanisa limefungua mashamba mapya. Huku mashariki kuna shamba mpya ya Kisangani Lubutu Bunia, kuna shamba mpya ya Beni Butembo Bunia. Magharibi kuna mashamba ya Matadi Mwanda, Ibumbu, Oshwe, na karibu kusini mashariki tuna mashamba ya Kindu, Lambo Kilela na hata Manono katika provinsi ya Tanganyika. Kwa ajili ya haya mashamba mapya, kanisa limetwiga servisi ya laika mzigo wa kuweza kutafuta pesa kwa ajili ya ununuzi wa viwanja katika hayo mashamba mapya. Lakini zaidi kwa mwaka huu macho yetu yanaelekea Kisangani Lubutu na Punia. Ni katika zile shamba tatu ndiko tunaelekeza macho kwa mwaka huu wa 2021. Na sawasawa na vile Yesu alivyozungumzia wanafunzi wake wa mitume au 11 katika Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi 20. Yesu alisema, enendeni basi ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yale yote ambayo niliyowaamuru, nami ni pamoja nanyi kila siku hadi mwisho wa dahari. Rekomandasyon hii si kwa mitume tu, lakini ni rekomandasyon yetu sisi sote, rekomandasyon ya generation zote, rekomandasyon yenye iko adrese kwa kila mmoja kati yetu. Na inawezekana si kila mtu ambaye aliye tayari kwa kutoka na kwenda, si kila mtu ambaye iko tayari kwenda Kisangani au Lubutu kwa kwenda Punia, lakini kuna njia nyingine ambayo tunaweza kutumia kwa kwenda huko. Ni njia gani? Ni njia ile ambayo inayozungumza katika kitabu cha kwanza cha Samuel kwa sura 13 mstari wa 24 hadi mstari wa 25. Maandiko nasema, sehemu ya yule ambaye anaenda kwa shamba la vita ni sawasawa na sehemu ya yule ambaye anabaki mjini akishughulikia wale ambao waliokwenda kwa shamba la vita. Na sisi tumo vitani na shetani. Kuchukua mtu ambaye alikuwa katika mikono ya shetani si jambo rahisi, ni jambo ngumu. Inahitaji kila mmoja kati yetu ajivike nguvu, ajivike zile silaha ambazo maandiko inazungumza katika Waefeso sura 6 mstari wa 10 na kuendelea. Na ikiwa kama kila mtu haiko disponible kwa kwenda, kila mtu ana uwezo wa kwenda huko Kisangani, Lubutu na Punia kwa mwaka huu na kufanya kazi, lakini kuna kila ambacho kila mtu anaweza kufanya kusindikiza wale ndugu zetu ambao wamejitoa, wale ndugu zetu ambao wako kule, na hata kutenda kazi pamoja na wao kwa njia ya maombi yetu na kwa njia ya misaada ambayo tunayotoa. Kisangani, Lubutu na Punia kunahitajika viwanja. Na ikiwa kama tutatoa mali yetu kwa kununua viwanja, zawadi ambayo wale watu watazawadiwa na Mungu haitakuwa tu kwa wale ambao walienda kwa uwanja wa vita, lakini ni kwetu pia sisi ambao tumefanya kitu kimoja kwa ajili ya kusaidia ile kazi, kusaidia ile mashamba mapya. Kwa hivyo ndugu zangu, ukiwa mama, baba, kijana,
ukiwa ndani ya Kongo au nje ya Kongo, wewe mwanamemba wa kanisa la Methodist huru na hata marafiki ambao wanaweza kutusikiliza, ingekuwa heri tujifunge pamoja, tujiunge pamoja na kuchukua jukumu la kuweza kusaidia ile kazi ya Mungu hapo. Kwa mwaka huu tufanye kitu kimoja Kisangani, tufanye kitu kimoja Lubutu, tufanye kitu kimoja hapo Bunia, na matokeo yaonekane. Na hili itatokana tu na vile tutakavyovitoa, mobilisation ambayo itakayofanyika. Tuunge hii service ya Laika mkono katika mobilisation des fonds. Kila mtu ajisikie kwamba ana jukumu la kutoa kitu fulani kwa ajili ya mashamba mapya. Na ninajua kwamba zawadi ambayo Mungu atatoa kwa wale ambao waliosaidia ile kazi itakuwa ni 50% kwa walioenda na 50% kwa wale ambao walibakia wakishughulikia mahitaji ya wale wenyewe walienda, na hata kusaidia kazi ya Mungu mahali hapa. Si kazi bure, lakini ujiandikishe na wewe. Labda katika maisha yako tangu vile ulivyookoka haujaokoa hata mmoja, hata mtu mmoja, haujaokoa hata roho moja, lakini huu ni wakati wa kujiandikisha katika kitabu cha uzima, kusema kwamba wewe nawe umecontribue kwa ajili ya kuokoa wale ambao walikuwa katika vifungo vya shetani. Huu ndio wakati huu. Tufanye kazi pamoja na tusaidie haya mashamba mapya, tupate kununua viwanja na kazi ya Mungu ipate kuendelea. Mungu akubariki kwa yale ambayo utakayoyafanya. Mungu abariki kanisa letu na maendeleo yapate kuonekana. Hii ni sauti ya Reverend Tobulachibia Gaspar, ambaye ni mkuu wa idara la Injili na maadibisho shirika katika shirika letu. Bwana wabariki. Amen.